Mmoja wa viongozi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, Fred Vunjabei, amepongeza mapendekezo ya bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara iliyopitishwa na Bunge leo Mei 14, 2025, ambapo wizara hiyo iliomba zaidi ya bilioni 135.7 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za wizara hiyo na taasisi zake kwa mwaka wa fedha wa 2025/26. Akiongea katika viwanja vya Bunge jijini Dodoma mara baada ya bajeti hiyo kupitishwa, Vunjabei amesema bajeti hiyo imejibu kilio cha wafanyabiashara walio wengi hapa nchini. Kikawaida, unajua, unapokuja sisi kusikiliza bajeti kama hivi, kwa sababu sisi ndio wadau, nadhani sisi ndio wadau wakuu, wafanyabiashara pamoja na wamiliki wa viwanda. Kwa hiyo tulikuwa kuna mambo tunategemea tutayasikia. Sasa nisiwasemee wenzangu kwa sababu bado hatujakaa kikao tukaongea, kwa sababu hapa tumekuja kwa makundi. Sisi tumekuja kama Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Mimi binafsi yangu kuna mambo ambayo nilipanga niyasikie, nikiwa nimejot down kama 10, nimeyasikia kama 8. Kwa hiyo nadhani unapokuwa una budget ambayo inaweza kugusa sehemu ambazo wadau wenyewe ambao ndio sisi, maeneo 8 kati ya 10, nadhani ni budget moja nzuri sana. Mimi kwa kweli nimeondoka na furaha, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri, rafiki yangu Jafo, na Naibu Waziri Mheshimiwa Kigae, pamoja na serikali kwa ujumla. Kwa kweli moja kati ya bajeti ambayo nimeifurahia na leo naenda kulala kwa raha ni hii hapa, kwa sababu imegusa ile maeneo ambayo tumekuwa tukiyasema kila siku. Mimi ni kiongozi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara, kuna mambo tumelalamika sana, lakini hii leo imetoa majibu kwenye mambo mengi sana. Aidha, Vunjabei amekumbushia kitendo kinachowakwaza wamachinga wa nchi hii kwa wafanyabiashara kutoka nje ya nchi kufanya biashara za rejareja zikiwemo nguo za ndani. Mimi binafsi sina shida na wageni kuja kufanya biashara Tanzania, ila na shida na wageni wanakuja kufanya biashara gani, wanafanya nini. Kwa mfano, kama wageni wanapewa leseni za viwanda, wakaja kufanya biashara za viwanda, wakatengeneza product, tukatengeneza viwanda vingi na tunaiangalia Tanzania ikawe ni nchi ya viwanda, mimi sina shida na hilo. Kama tutakaa nao wao wakatengeneza maduka ya kushowcase kwa viwanda vyao, kwamba tuna kiwanda hii hapa, tuna showcase product tulizonazo, lakini kiwanda chetu kiko sehemu fulani, hiyo ni sahihi kabisa. Lakini tunachokikataa ni wao kuja kufanya biashara za kimachinga, wao kuja kufanya direct biashara na wamachinga, wanakaa na meza mbele, wanawapa vitu kwa ndani. Sisi hatuwezi kucompete nao, wenzetu wana viwanda huko kwao China, sisi tunaenda kununua products China. Tukifika hapa hakuna ile price competition hata kidogo. Nakupe mfano mmoja. Sisi malalamiko yetu makubwa ni wao kufanya biashara za kuuza na kununua Kariakoo. Na sisi hatuna malalamiko kabisa ya wao kwenye viwanda. Wachina wapo kwenye viwanda. Kuna Wachina wengi wana viwanda. Huwezi kusikia tunalalamika Wachina kwenye viwanda. Hii ni Wizara ya Viwanda na Biashara. Tunalalamika zaidi huku kwenye kuuza na kununua. Kwa mfano, kuna mpango wa Mheshimiwa Rais wa kutengeneza viwanda 9,000 na kitu, ambao huo mpango na miaka 6 utaisha mwaka 2031. Mheshimiwa Rais anategemea kutengeneza ajira 6,000, ikiwa 5,000 ni indirect na ikiwa milioni 5 ni indirect na milioni 1 ni direct. Sasa kama ni viwanda 9,000, ni mpango wa wizara unaanza mwaka huu, kwa nini wao wasiende kwenye viwanda 9,000? Kwa nini wao wasiende kwenye plan hii ya viwanda? Wanakuja kukomaa kwenye kuuza boxer, tunapambana nao kuuza boxer. Tunakoelekea wataanza kuwa na vibanda na wewe vya kuuza vya kubadilisha hela, sijui Tigo Pesa, M-Pesa, ndio tunakoelekea. Kwa hiyo sasa sisi tunaenda China. Ukifika China huwezi kwenda kufanya biashara rejareja. Biashara retail wanafanya wazawa. Ukienda South Africa huwezi kupata leseni ya kufanya biashara rejareja, only if unaenda kufanya biashara ambao unawagusa ile population ambayo inafanya hiyo biashara au iko pale kama diaspora. Kwa mfano, kwenda China ukafungua Swahili Food Restaurant inaruhusiwa. Sisi hapa tuna restaurant za China inaruhusiwa, lakini wa China kuja hapa wakashindana kuuza malumalu, tukashindana nao kuuza nondo, tukashindana nao kuuza sijui simu. Hivyo vitu na sisi tunaweza kufanya. Acha tufanye, wale waje kufanya vitu, walete teknolojia ambayo sisi hatuna. Kwa upande wao, wamiliki wa kiwanda cha kutengeneza nondo na bati, mfanyabiashara Kariakoo na mjumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo wameongeza. Mimi naitwa Bwana Saleh Shpandi, ni mkurugenzi wa kiwanda cha Lodhia Industry. Kiwanda hicho kipo Mkuranga, Kisimvule. Kiwanda hiki kinatengeneza mabati ya kisasa na mabati ya rangi na vyuma kuanzia chuma milimita 6 mpaka milimita 40 za nondo. Kiwanda kikubwa sana kipo hapa Kisimvule. Leo nimealikwa bungeni hapa kusikiliza bajeti ya biashara na viwanda, na nimesikiliza kwa undani sana.
Safari hii tuna malengo ya mwenye viwanda wazao kuangaliwa kodi upya na bidhaa hizi zinazotengenezwa hapa nchini vinatosheleza. Anaitwa Juma Zamilu, natokea Dar es Salaam, mfanyabiashara wa Kariakoo, eneo letu la Agri na Sikukuu. Kwa kweli tumepata mwaliko wa bajeti hii ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na kwa kweli ni bajeti ambayo inaenda direct kutufavor sisi wafanyabiashara wa Kariakoo, lakini pia kuhusu sisi ambao labda tuna plani wakati mwingine pia kuelekea kwenye viwanda, kwamba mazingira yanaweza yakawa rafiki wawekezaji wa Tanzania kwenda kuwekeza katika viwanda, lakini pia cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuhusu soko letu pia la wageni, kwamba wageni wanaingia kufanya biashara za wazawa. Kwa hiyo tunashukuru serikali yetu kwa kuliona hili na kulifanyia kazi. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Waziri Suleiman Jafo pamoja na sekretari yake pamoja na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Tumeongelea mambo ya uzalishaji, tumeongelea habari ya kuhakikisha Watanzania wanapata fursa ya kufanya biashara ndani. Mnakumbuka maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhusu raia wa kigeni ambao wanafanya biashara kwenye maeneo yetu, hasa masoko kama ya Kariakoo na maeneo mengine, shughuli ambazo zinafanywa na Watanzania. Kwa hiyo tumesisitiza kama kamati, na hata kwenye mchango wangu nimesema kwamba kazi zinazofanywa na Watanzania, tunampongeza waziri kwa kusimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais na azidi kuconcentrate na hilo jambo, na mamlaka nyingine zinatoa vibali zijue kabisa kwamba kazi za Watanzania inabidi zilindwe kwa wivu mkubwa, kwa sababu hamna nchi ambayo inaruhusu wafanyabiashara wa kigeni waje kufanya kazi ambazo ni za wazawa. Lakini hatuzuii watu kuja kuwekeza, maana wanapokuja kuwekeza wanatengeneza ajira kwa Tanzania, wanaingiza kodi serikalini. Kwa hiyo tu insist wawekezaji waje, lakini alikadhalika tulinde watu wetu. Kutoka hapa bungeni jijini Dodoma, mimi ni John Israeli wa Banda Media.